Hello wapendwa, nimekuja kwenu na leo nina furaha sana ya kuweza kupata kibali cha kuongea na mwanasheria. Watu wengi hapa Denmark walihangaika sana na kujua haki zao, lakini tuna ndugu yetu anayeitwa Elocho Swedi aliamua kufungua shirika inayoitwa Haki Yako. Naomba wapendwa walioko hapa Denmark na hata nje ya Denmark waweze kumfuatilia ndugu Elocho Swedi, na leo nimepata kibali cha kuongea na yeye. Atatuambia shirika lake linafanya kazi namna gani na kwa nini alifungua shirika hilo. Tumfuate wote. Asante sana. Mwanzo kidogo, msingi wa kufungua shirika au msingi wa kwanza, na ni wakati nilifika Denmark mwaka wa 2012. Kwa nilifika hapa Denmark nikaanza kujifunza lugha, kutoka lugha nikaingia chuo kikuu, yani high education, kisha kumaliza chuo kikuu nikaingia high education, nikaingia kwa university. Kwa hiyo niliingia university, nilifanya sheria miaka 5 kwa university ya Southern Denmark. Kwa hiyo nilimaliza masomo, nikapata sehemu ambayo nilifanya kazi kwa muda kidogo mchache, miezi 3, nikafuata sehemu nyingine nikafanya mwaka. Lakini nikaona wakati nilikuwa nafanya kazi mahali pale, nikaona kama kuna watu ambao wanaongea Kiswahili, Kiingereza, Kifaransa, wageni ambao wana haja ya kupata mashauri. Ndio nikaamua nifungue kampuni ambayo inaitwa Haki Yako. Hiyo kampuni zaidi sana tunafanya mambo ya sheria ya uhamiaji, yani immigration law, ambao inasaidia watu kama wanataka uhamie Denmark, ukitaka kupata visa, ukitaka ufanye uhamiaji wa family reunification, ukitaka kupata kazi Denmark, kwamba umepata kazi lakini unataka upate work permit, ukitaka upate citizenship ya Denmark au upate residence permit ya kuikaa hapa kwa muda, kwamba una nani, labda umeolewa, umefika hapa Denmark, kuna shida ambao umepata kwenye ndoa yako ambao unataka tusaidie. Na vile vile tunafanya shida wakati unafika Denmark. Denmark huwa kuna mambo ya kulipa kodi, na kodi za hapa ziko tofauti sana na kodi ambazo tunajua katika nchi za Afrika ama ambazo tunajua katika nchi nyingine. Ndio tunasaidia watu vile vile kujua haki yao kuhusu kodi. Na ukifika hapa Denmark hauna nyumba kwa sababu utakuwa tu mpangaji, lakini una sheria vile vile za mpangaji. Unapata contract, namna gani utaelewa ile contract na haki yako ni nini. Vile vile tunasaidia katika hali ya kununua, kama unataka kununua nyumba yako mwenyewe hapa, unataka kununua real estate, tunasaidia vile vile. Yaani sisi tumefanya sheria hapa Denmark, na ile sheria Denmark ndio tunafanyia kazi ili ya kwamba kusaidia ndugu zetu. Ndio maana tumeita kampuni yetu Haki Yako. Katika Kideni tunaita Dine Rettigheder. Asante sana. Na kampuni hiyo mliofungua ina miaka mingapi sasa hivi ya huduma? Kwa sasa tulianza kampuni ya kwanza ilianza ina miaka karibu 6 kwa sasa. Tumeanza pamoja na ndugu fulani ambaye tulianza naye hivi tuna miaka 6. Na tumesaidia watu wengi. Mwaka huu tumesaidia watu wengi ambao walinunua nyumba zao hapa Denmark. Tumesaidia watu wengi ambao wamepata hifadhi ya kukaa hapa bila shida. Tumesaidia watu wengi kupata citizenship ya Denmark. Tumesaidia watu kutoka kwa family reunification, wanaenda kuoa Burundi, kuoa Tanzania, Uganda, Nigeria, Ghana, sehemu tofauti, Filipina, Pakistan. Tumesaidia wote watu kuwasaidia sana. Mtu akipenda kutufuatilia zaidi, tuna page ambayo tumefungua. Mtu akiangalia hili jina ambayo tumeweka hapa, tunaandika Dine Rettigheder pale. Ukiangalia kwenye Facebook utaiona, na tunaposti pale kila wakati ili kwamba watu wapate kutufuatilia na kazi ambayo tunafanya. Na hapa chini ukiangalia hapo chini kuna vile vile website yetu. Tuna website, kuna email. Ukifuatilia pale utaenda kuona tunafanya kitu gani ambacho inasaidia. Na tumesaidia wengi sana ambao tumesaidia watu kutoka Tanzania wamepata visa kuja hapa Denmark, kutoka Zambia. Tumesaidia watu kutoka China, kutoka India, na wateja wetu wengi ni watu wa India kwa sababu watu wengi ni wako mahali hapa, na wengine wao wamesoma, wanaelewa nini kutumikisha watu wafanya sheria. Tumesaidia vile vile watu kutoka Uganda ambao wako hapa, ambao wanapata wake, ambao wanafanya marriage. Tunasaidia watu ili wapate kupata vitambulisho ya kuja kukaa Denmark. Asante sana. Na
kufuatana na hiyo ambao umesema haki yako. Yeah. Kwa mfano mtu ana shida, ameshtakiwa mahakamani, wala mtu amenyanyaswa wala amenyimwa haki yake hapa, sijui hizo kesi nazo mnazifuatilia, mnaweza mkamsaidia mtu kupata wanasheria na kuweza kufuatilia kesi yake mahakamani? Kuna kesi tofauti, kesi za mahakamani ziko tofauti. Kuna kesi ambayo tunaita civil ambayo ni ya mtu na mtu, au kuna kesi ambayo ni ya mtu anatetea haki yake kwenye government. Kuna kesi ambayo tunaita sasa criminal cases. Sisi katika kampuni yetu Generate hatuchukue criminal cases. Ukifanya kitu ambacho kiko criminal atuchukue hiyo, yani ambacho unapaswa uhukumiwe kisheria kwa sababu umevunja sheria, hiyo atuchukue hizo kesi. Lakini mtu akitupigia simu na hizo kesi, kuna watu tunafanya kazi na wanasheria wengine au na kampuni zingine za kisheria ambao zinasaidia katika njia moja au nyingine, ndio tunawapeleka pale. Lakini ikikuwa kesi, mtu ana kesi na government, kwa mfano government imemnyima kumpa hela yake ya taxi, ama amelipa taxi nyingi na wanakataa kumpa tax return, hapo tunaingilia kati bila kama kutetea. Ama kama mtu amenyanyasiwa, amepanga kwenye nyumba, kodi imepanda, mwenye nyumba apende kutengeneza vitu, hiyo tunasaidia vile vile. Ama kama mtu anataka nunue nyumba yake mwenyewe, kwamba wapate real estate yake mwenyewe, hapo vile vile tunaingia, tunasaidia. Na kama mtu anataka kwa uhamiaji, kwamba atoke kwa mfano Tanzania au atoke Uganda, Kongo, anataka aje Denmark, hapo vile vile tunasaidia kuwasaidia hao watu. Sio kama tunasaidia bure, ni kazi ambayo tunafanya. Mtu anatuita, tunamwambia utalipa hela fulani ambazo tutakusaidia kazi yako, analipa, kisha tunamsaidia kazi yake kwa njia hiyo. Asante sana ndugu, na naona kwamba kampuni yako inafanya vitu vizuri sana na inasaidia watu wengi. Na wandugu wanaotufuata saa hii, kwa channel yetu tutaenda kuweka anwani yote ya kampuni na namba yake ya simu, na yule mtu ukiwa Afrika, ukiwa mahali popote duniani unataka kuja Denmark, utatumia hiyo namba na mtaalamu hapa atakuelekeza zaidi yale unatakiwa kufanya ili uweze kufika Denmark. Asante sana, tumeshukuru ndugu, na Mungu aweze kukubariki. Amena. Asante.